Nyie Simba na wadau wengine ambao siwezi kuwataja hapa, wote mnapambania dabi ladha. Kwa hiyo hampendi Yanga ishinde mara nyingi, wote nyinyi. Ndio kweli ambao wewe umeusema leo hadharani kwamba nyie Simba na wadau wengine ilifika hatua mkaona dabi inaenda kufa. Yanga namuonea sana huyu, tufanye kile kinachowezekana Simba naye angalau aweze kuongea. Bwana leo nabishana mimi hivi. Ndio dabi itakayo hivyo. Wewe unaongea na mimi. Lakini sasa mara 6 nilikuwa nakushona, ukiniona unajificha, dabi unapoteza mvuto kweli. Kwa hiyo mkaona muungane. Na wadau wote. Zungumza na raia kwanza. Nampa huyu maneno yake kwanza. Amekuja amesema kwamba eti tumepata sare jana ndio ladha ya dabi imerudi. Nikamwambia uko sahihi. Hawa Simba na wadau wengine kwenye mpira walikuwa hawafurahii Yanga anavomdominate Simba mara nyingi. Sio peke yao Simba na wadau wengine walikuwa wanaumizwa na Yanga kumfunga Simba mara nyingi. Umeelewa bwana? Sasa mnanisumbua sasa. Nianze upi au niendelee? Unaelewa? Simba na wadau wengine wa kwenye mpira, kitendo cha Yanga kuwa inaigeuza Simba kama samaki, unakula juu unageuza unakula na upande mwingine, kilikuwa akiwafurahishi. Sio Simba peke yao. Kwa hiyo ile hamu ya kuona Yanga anasimama kwenye dabi tumeishuhudia jana. Jana kwa mara ya kwanza Simba kapita geti la VVIP, mdogo wangu. Ndio nilikuwa nakuja huko. Geti la VVIP, ulisema mlango wa wanahabari, chumba cha press conference umevunjwa. Mlifanya press mwishoni. Mlifanya kwenye vyumba. Chumba kilikuwa kitumiki, wamevunja milango. Uoni kama wewe unawachomea Simba? Si wachomei, ndio ilivyokuwa. Matundu. Unaona sasa kuhusu Matundu. Umeelewa bwana? Kuhusu Matundu, wenye uwanja wamezungumza, wamiliki wa uwanja. Mimi jana nimegundua Simba wana tabia ya ushamba pia. Ipi? Wakati wanakagua wameambiwa matundu haya yalitobolewa wakati wa mashindano ya Chani. Chumba cha Yanga pia kuna matundu. Wameyaona. Uoga, hofu, wasiwasi, wakapiga picha wakaposti. Umeelewa? Lakini wenye uwanja waliwaeleza, na ripoti ya mechi commission imeeleza matundu yale shekhe yapo kwenye toka mechi nini za Chani. Unaelewa bwana? Lakini sasa nikaona hawa wana tabia ya ushamba, lakini ilikuwa ni uoga. Kwa hiyo leo unaona leo amenifuata. Bwana ndio walikuwa wanataka hicho. Ndio. Technically wewe ni mtu wa mpira Ali, na pia mpira unafahamu. Tuzungumzie sasa dakika 90 namna ambavyo first half ilivyokuwa na second half ilivyokuwa. Baadaye lawama zikaja kwa vibendera kwamba ya Dube offside, la Mwalimu halikuwa goli. Tuanzie katika first half. Mimi kwanza mambo ya waamuzi sitaki kuyazungumzia. Mambo ya waamuzi sitaki kuyazungumzia kabisa kwa sababu kanuni zinanibana. Umeelewa? Kanuni zinanibana. Kwa hiyo mechi ilikuwa wazi. Kila mtu kaona, ndio maana mechi imeisha, kila upande unatoa maoni yake. Mambo ya waamuzi hayo tuachie wenye mamlaka. Sasa kwa namna gani Simba walidominate game hasa kipindi cha kwanza? Maana walikuwa wanawaemea nyinyi. Simba wana timu mbovu zaidi msimu katika historia yao. Simba hadi basi kweli. Kwa mtu anayejua mpira, jana nimemsikia mchambuzi anaitwa Shafi Dauda ameongea vizuri sana. Walipocheza Yanga jana, vile jana wako off Yanga, si ndio? Ulitegemea Simba waamue ile mechi. Yanga ambayo haina Pakome. Acha majeraha unawataja. Wale tu walioanza hawakuwa kwenye fomu yao ya juu. Simba wana watu machachari. Nimerudia mechi yote. Wana watu machachari, hawana watu hatari. Kama nani? Yanga akiwa na siku mbaya kwenye dabi anapata sare. Yanga akiwa na siku mbaya kwenye dabi anapata sare. Kwa hiyo ile sare ni bahati mbaya. Simba akiwa na wakati mbaya anachukua tofauti, ndio hiyo. Ile sare imetokana na Yanga hawapo kwenye form. Ndio maana watu wamekosa magoli kwenye dabi kwa sababu Yanga hawapo kwenye fomu yao. Diala je, alikuwa hapo kwenye fomu yake? Yanga nzima nazungumza ilikuwa hapo kwenye fomu yake. Ndio maana Simba wamepata sare. Yanga kwenye fomu yake ziko rafika Jumatano. Bwana, marathon ya ligi unaionaje so far? Sio marathon. Narudia nilichomwambia mwenzako. Kama kuna jambo nimelifurahia na nimesikia raha na naamini wana Yanga wanalifurahia wote sasa hivi, ni kitendo cha Yanga kuigeuza Simba kuwa timu ndogo, kwa maana kupata sare na kufanya paredi.
Wallahi. Paredi ilikuwa pati bandarini bwana. Watu wako wanashangilia bwana. Basi hiyo pati. Wewe uliwahi kuondoka. Waliongozana mpaka Msimbazi kaka. Kushangilia sare. Hayo ni mafanikio makubwa. Watu hawa walikuwa wanasimama, sisi ni wakubwa Afrika, sisi ni wangapi Afrika, wamepata sare na Young African Sports Club, wamefanya sherehe. Yaani hayo ni mafanikio makubwa kwa sisi Yanga, kumfanya Simba kuwa kama Mbeya City, kumfanya Simba kuwa kama Pani Afrika. Yaani huyu Simba na Cosmopolitan hapa Dar es Salaam ni timu ndogo zote, tofauti yao ni mashabiki tu. Cosmo hana mashabiki. Mzee kama anakusikia unajua. Tofauti ya Simba na Cosmopolitan ni mashabiki tu. Cosmo na watu wachache hawa na wengine wote ni timu ndogo kwa Yanga. Unajua hali wewe unakera mpaka watu wanaondoka unajua. Sasa huyu kwanza anaongea na mfungwa hapa. Wewe. Sasa hadi hebu tuzungumzie na njoo hapa. Tuzungumzie mafanikio ambayo wewe umeyasema kwamba ya kuifanya Simba kuwa timu ndogo. Kwenu nyinyi ni haya mnaoyahitaji au mataji? Sasa hivi kwenye ligi Yanga anagombea ubingwa, Simba anagombea kufuta uteja kwa Yanga. Ni malengo mawili tofauti. Yanga anagombea ubingwa, Simba anagombea kufuta uteja kwa Yanga. Ni malengo mawili tofauti. Kwa hiyo sisi malengo yetu tumepata sare, tofauti ni pointi 5, tunaendelea na mashindano. Wamepata sare, wamefanya sherehe. Sherehe umefanya wewe bandarini pale. Kule boti nimesafiri na kina Godi Yanga. Unasikia? Ndugu yangu hivi hapa. Kama kabisa. Kweli. Mambo vipi? Alhamdulillah, wanasemaje? Wewe nini unalialia? Ndio bado mnashangilia. Wanashangilia sare. Dai bwana nimepiga chinja sana leo rafiki yangu. Bandarini umeshangilia sare nimekuona pale. Kule boti. Yaani sisi tushangilie draw? Haiwezekani. Kabisa. Nakwambia. Wewe kaka huna timu ya kulifunga. Kweli. Jana nimekuonesha jana timu. Bwana sasa nikwambie.